24. HIV DNA PCR results Matokeo ya HIV DNA PCR is negative. hakuna virusi. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Glory. Utukufu. Glory. Utukufu. Glory. Utukufu. Glory. Utukufu. Glory. Utukufu. Comments. Sahihi. This is after all these organizations, Hii ni baada ya hizi mashirika zote, even after hata baada WHO standards being passed through, baada ya kupitia viwango vya shirika la WHO. there is a powerful comment coming here Sasa kunayo usemi ya nguvu sana inayofuatia, that is declaring Jehovah Lord ya kwamba anatangaza Jehova Bwana without their knowledge bila kujua kwao that he is healing. kwamba anaponya. It says like this: Inasema hivi, if you have questions, iwapo una maswali yoyote, listen to me somebody, nisikize mtu, remember this. kumbuka hii. This is Walter Reed. Hii ni Walter Reed. This is Kemri. Hii ni Kemri. There is NASCOP here. Na kunayo NASCOP hapa. The government of Kenya is here. Serikali ya Kenya iko hapa. WHO standard observed. Viwango vya WHO vimezingatiwa. They come with a WHO standard observed. Observed. They come with a comment Wanakuja na usemi and they say, na wanasema, if you have questions kama una swali lolote or problems au shida regarding samples of Bethel Wafula, kuhusiana na sampuli ya Bethel Wafula, his code number is 0543/11. amepeana code number yake. Please Tafadhali conduct Kemri Busia Lab. unaweza kuwasiliana na laboratory ya Kemri ya Busia. My God. And because Na kwa sababu they knew they have done all their best and they are defeated, they can't argue walijua anymore. wamefanya bora yao yote na wameshindwa. And they is you and them, eh? You and them. We were together, Lord. We were all defeated there. Wote tulishindwa. So this is what came out. Hiki ndicho kilichojitokeza. We decided to give our own conduct Tuliamua kupeana anwani zetu sisi wenyewe, so that you don't accuse anybody of these results. usiende kushutaki yeyote kwa matokeo haya. So it says this. Kwa hivyo inasema hivi, Please conduct Kemri Busia Lab tafadhali wasiliana na laboratory ya Busia ya Kemri at kupitia anwani hii EID EID Adash dash Alupe
alupe at Google at Google legroups.com or through ama kupitia hii 0726 0726 1566 1566 79 79 to prove for yourself. kujithibitishia mwenyewe. The whole world is welcome to prove this. Ulimwengu unakaribisha kudhibitisha haya. Thank you, doctor. Asante daktari. That is extremely mighty. Hiyo ni kubwa sana sana. That is very, very mighty. You are the first doctor on the earth to do what has happened here. Hiyo ni kubwa sana sana. Wewe ndiye daktari wa kwanza duniani kufanya kile ambacho umefanya hapa. To come out Kujitokeza and tell the nations na kuiambia mataifa that surely Jesus of Nazareth, ya kwamba kwa hakika Yesu wa Nazareti he went to the cross, alienda msalabani, died akafa and resurrected, na akafufuka, and now he's healing diseases of men. na sasa anayaponya magonjwa ya wanadamu. Thank you so much, my son. Thank you. Asante sana mwanangu. I have blessed you in the name of Jesus. Nimekubarikia kwa jina la Yesu. I know we are going to meet today in the name of the Lord. Twaenda kutana leo kwa jina la Bwana. So doctors, what can you say? I see the medication. Naweza kuona madawa hapa. Another patient. Mgonjwa mwingine. Can you just summarize this patient? Tafadhali fanya muhtasari wa mgonjwa huyo. Just to summarize the case which has been presented, Kufanya tu muhtasari wa kesi hiyo iliyowasilishwa. what we normally do in our testing algorithm, Kile ambacho watu tunafanya katika ile sehemu yetu ya uchunguzi. we usually test after the 10 patient. Kwa kawaida watu tunachunguza na baada ya mgonjwa wa 10 We preserve that sample for quality assurance. tunaweka hiyo sampuli kwa ajili ya uchunguzi wa hali ya juu zaidi. So if you are number 10, 20, 30, 40 like that, Kwa hivyo kama wewe nambari 10, 20, 30, 40 hivyo, your sample is retested for quality assurance. sampuli yako inachunguzwa tena kwa ajili ya ubora wa halisia. And there was a miracle here. Na kulikuwa na muujiza hapa. The Lord made sure that Bethuel sample fall on the 10th. Bwana alihakikisha sampuli ya Bethel iliangukia nambari 10 so that it can be taken for further analysis for quality assurance. hivi kwamba ipelekwe kwa uchunguzi wa juu zaidi kwa ajili ya ubora wa hali. That will mean Hiyo itamaanisha there is no question about the results because it is a quality assurance test. hakuna maswali kuhusiana na uchunguzi huo, maana inamaanisha hiyo uchunguzi ni wa hali ya juu kabisa. If it says negative, it is absolutely negative. Ikisema hakuna virusi, bila shaka inamaanisha hakuna virusi kabisa. So it was a miracle of the Lord which we cannot understand. Kwa hivyo ilikuwa ni muujiza wa Bwana ambao hatuwezi kuielewa. So as I was telling you, the Lord is taking us to another level Kwa hivyo jinsi nilikuwa nikiwaambia, Bwana anatupeleka kiwango kingine tena, where the Lord is surprising even the doctors. ambapo Bwana anawashangaza hata madaktari. And I'm sure many doctors will come Na nina out hakika madaktari wengi watajitokeza to ask what is happening. kuuliza ni nini inafanyika. Recently I was talking to my colleagues, the doctors. Hivi karibuni nilikuwa naongea na rafiki zangu madaktari, They can agree with the other healings, wanaweza kubaliana na zile uponyaji zingine, but when they hear of HIV healing, lakini wakisikia uponyaji wa virusi vya they would ukimwi like to hear it again and again. wangependa kuisikiliza tena na tena. And this is just but the beginning. Na hii ndio mwanzo tu, And we thank the Lord for na that. tunamshukuru Bwana kwa hayo. Let me pray for you, my son. Hebu nikuombe mwanangu. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, look, you have removed this man from the grave, and you have deleted HIV/AIDS. Surely you must be a mighty God, the mighty God. You must be the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Israel. And for this we give you honor, and we thank you, and 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 thank you,
and thank you and thank you and thank you and thank you, Lord. Thank you forever. We will thank you forever. In the name of Jesus. Amen. Now the Lord will use you. Sasa Bwana atakutumia. The Lord will use him. He might even leave school Bwana atamtumia hata huenda akawacha shule and begin to preach the gospel na kuanza kuihubiri injili and open up a church. na kufungua kanisa. He might even step out of school Huenda hata akatoka shuleni to Bishop Dr. Njoro, kwenda kwa Askofu Daktari Njoro, and we'll open for him a church na tutamfungulia kanisa to teach people kufundisha watu about the Jesus of Nazareth. kumuhusu Yesu wa Nazareti. I summarize the case of Irene Akinyi before the Lord. Ninaileta muhtasari wa kesi ya Irene Akinyi mbele za Bwana. Yes, my Lord. Irene Akinyi. Irene Akinyi, Yes, my Lord. We have another case that is tested up to the DNA level also. nabii wa Mungu, tuko na kesi nyingine ambayo imechunguzwa mpaka kiwango cha DNA pia. If I may present the case. Kama naweza kuileta kesi hiyo. I am blessed to present Irene Akinyi before the Lord. Nimebarikiwa kumleta Irene Akinyi mbele za Bwana. This is a card for maternal profile Na hii ndiyo kadi ya kwa ajili ya ujauzito from Chemelil Health Center. kutoka kwa zahanati ya Chemelil. This is where she was diagnosed positive Hapa ndipo alipopatikana na virusi vya for ukimwi, HIV/AIDS. kwa ajili ya virusi vya ukimwi. This is on 4th December 2007. Hii ni tarehe 4 mwezi wa Disemba mwaka 2007. The mother, 33 years of age. Mama ambaye ana umri wa miaka 33, She went for her usual clinics, alienda kwa kliniki zake kama kawaida, antenatal clinics, katika zile kliniki za kabla ya kujifungua for the pregnant women. ya wamama wajawazito. And on 4th December 2007, Na tarehe 4 mwezi wa Disemba mwaka 2007 she was found to be reactive for HIV. akapatikana na virusi vya ugonjwa la ukimwi. Was even given nevirapine Hata akapewa nevirapine, medication. dawa. And then later when the child was born, the child was also given nevirapine. Na baadaye wakati mtoto pia alizaliwa akapewa nevirapine. That is prophylaxis, Hiyo ni ya kuzuilia, ARVs, matembe za kuzuilia, so that the child may not be infected with HIV. ili mtoto asiambukizwe magonjwa haya, virusi vya ukimwi. Her ANC number is 361. Nambari yake ya ANC ni 361. She has been on drugs. These are the drugs. Amekuwa akimeza madawa, ndio haya hapa. But they are still there, Septrin Ingali iko hapo Septrin, and the first line antiretrovirals, lamivudine, zile ARV za kwanza zidogudin, zidovudine, lamivudine and nevirapine. zidogudin, lamivudin na nevirapine. Then in fact she had rashes all over, Na hata hivyo alikuwa na vidonda kote kote, which are now well. ambao sasa iko sawa. She went to the meeting of the Lord in Nakuru. Akaenda kwa mkutano wa Bwana Nakuru Girls. That was on 208. Hiyo ilikuwa mwaka 2008. And when she was there, when the prophet of the Lord cast HIV/AIDS Na alipokuwa huko, wakati nabii wa Bwana alipolaani virusi vya ukimwi with his prophetic tongue, kwa ulimi wake wa kiunabii, commanding it to die, akiamrisha ife, she was touched. aliguzwa. After that she went back to our doctors Baada ya hapo akarudi kwa daktari wake, and she tested negative. akapima, akapatikana hana virusi. She stayed for 1 full year. Akakaa mwaka mmoja kamili. I think she was not believing. Nadhani hakuwa akiamini. She went back Akarudi tena, and she again was negative. tena akapatikana hana virusi vya ukimwi. This is one of the latest. Hii ni mojawapo ya majaribio ya hivi karibuni. She has done so many tests. Amefanya uchunguzi nyingi sana, Let me go to the ELISA test. lakini wacha niilete uchunguzi aina ya ELISA. After doing several rapid tests Baada ya kufanya uchunguzi nyingi aina ya in rapid, every clinic and hospital she could reach, na katika kila kliniki na hospitali angeweza fikia, she was referred to New Nyanza Province Hospital. akatumwa kwa hospitali ya mkoa ya New Nyanza. New Nyanza Hospital, New Nyanza Provincial hospitali Hospital. ambayo ni Provincial Hospital. hospitali ya kimkoa. And on 20th June 2011, Na tarehe 20 ya mwezi wa Juni mwaka wa
11 she did an ELISA test. akafanyiwa uchunguzi aina ya The ELISA, history was clearly indicated. na historia ilikuwa imeandikwa waziwazi. She used to be HIV positive, Alikuwa na virusi vya ukimwi, so they needed an ELISA test. kwa hivyo walihitaji uchunguzi aina ya ELISA, And the results are negative. na matokeo inaonyesha hana virusi. These are the results, my Lord. Haya ndiyo matokeo, nabii wa Mungu, And stamped. na imetiwa muhuri. We did not stop at that, but she went to the Aga Khan University Hospital. Hakukomea hapo, akaenda katika hospitali ya Aga Khan. Aga Khan. Aga Khan, shule hospitali ya Aga Khan ya chuo kikuu. The Aga Khan University Hospital, Nairobi. Hospitali ya Aga Khan ya chuo kikuu. I have results here. Ninayo matokeo Even hapa. the charge sheet, 6,730 was paid. Hata ile fedha aliyolipa, It's an expensive test. nayo ni uchunguzi wa bei ya juu. Then the HIV DNA PCR test Alafu uchunguzi wa HIV DNA PCR test from the Aga Khan University Hospital, Nairobi Department of Pathology. kutoka katika hospitali ya chuo kikuu cha Aga Khan ya Nairobi. The specimen number 106 Nayo sampuli nambari yake ni 106 3958 3958 for Irene ya Irene Akinyi Otieno. Otero. And the HIV diagnostic PCR test results, Nayo matokeo ya uchunguzi huo wa virusi vya ukimwi, the HIV virus was not detected. virusi vya ukimwi havikupatikana. It is signed Imetiwa sahihi by the lab technologist na yule ambaye ni lab technologist, and the Dr. Riyad, the consultant pathology, also is there. naye daktari ambaye ni daktari Rial ambaye ndiye lab consultant hapo. No, is the pathologist. Yeye ndiye Consultant. pathologist, And it is negative. na inaonyesha hana virusi vya ukimwi. We bless the Lord Tunambariki Bwana for healing Akinyi. kwa ajili ya kumponya Akinyi. There are no more rashes in her body. Hakuna tena vidonda mwilini mwake. The man of God, Nabii wa Mungu, what we have seen today here kile ambacho tumeona leo hii hapa cannot be explained scientifically. haiwezi kuelezewa kwa njia ya kisayansi. These are some of the miracles which the only Jesus Christ of Nazareth can do. Hii ni baadhi ya miujiza ambayo Yesu Kristo wa Nazareti peke yake anaweza kufanya. When somebody gets infected with HIV, Wakati mtu anapoambukizwa virusi vya ukimwi, you are supposed to remain HIV positive for life. unabakia na virusi vya ukimwi maisha yako yote. But look at now the results that are coming from all these internationally recognized institutions. Lakini tazama matokeo yanayotoka katika taasisi hizi zote za uchunguzi za kimataifa. The Aga Khan University Hospital, Hospitali ya chuo kikuu cha Aga Khan, the CDC Research Institute. ile taasisi ya uchunguzi ya CDC. There is something the Lord is communicating to the Church of Christ. Kuna kitu ambacho Bwana
aliambia kanisa la Kristo, all these, the scientists are working round the clock to find a cure for HIV. haya yote wanasayansi wanafanya kazi kote kote masaa yote ili wapate matibabu ya virusi vya ukimwi. They are spending a lot of money in researches. Wanatumia pesa nyingi sana katika utafiti. I wish they can know that there is a free gift here from the Lord. Laiti wangalijua kwamba kunayo zawadi ya bure hapa kutoka kwa Bwana. We are so blessed. Tumebarikiwa sana. This is the results for Judith Njoki Kataboi, Hii ni ya mwana wa Judith Njoki Kataboi, who was also tested PCR negative. ambaye pia alifanyiwa uchunguzi wa PCR, DNA ikapatikana hakuna virusi. So this is not there are so many others which we have tested PCR negative. Kuna wengineo ambayo wamepatikana hawana virusi. And for more information, Na kwa kupata maarifa zaidi, I have kept all the records. nimeweka nakala zote za stakabadhi. So Judith Njoki was also another one who was tested tested PCR negative after prayers. Pia Judith Njoki ni mojawapo wa wale waliopatikana kupitia uchunguzi wa PCR hana virusi vya ukimwi baada ya kuombewa. And the result came from Aga Khan University Hospital. Na matokeo hayo yalitoka katika hospitali ya chuo kikuu cha Aga Khan. Judith Njoki came from Nyahururu. Judith Njoki alitoka Nyahururu. And she's now doing well. Na sasa anaendelea vizuri. Medically okay. Ako kisawa kimatibabu. And for more queries, Na kwa maswali zaidi, we can refer you to these patients. tunaweza hata kuwaulizia hao wagonjwa. We don't just stop after testing. Hatuongei tu, hatukomi tu baada ya kuchunguza. NASCO program Ile ratiba ya NASCOP mandated me ilinipatia uhuru to follow up on these patients. wa kufuatilia hawa wagonjwa. And so far all of them are doing well. Na kwa kusema ukweli wanaendelea vizuri wote. So Judith Njoki received her healing from Nyeri meeting. Kwa hivyo Judith Njoki alipokea uponyaji wake katika mkutano wa Nyeri. So for every meeting, Kwa hivyo kwa kila mkutano there are many HIV AIDS healed. kuna wengi wa virusi vya ukimwi wanaoponywa. Even from tomorrow, Hata kuanzia kesho as they go to test, wanapoenda kujipima, we are waiting for them. tunawangojea And we will test them na tutawapima even to the level of the PCR. hata mpaka kiwango cha PCR, So that if anybody asks any query, hivi kwamba mtu yeyote akiuliza swali lolote, PCR, the test usually PCR ile kuchunguzwa kwa hakika is the ultimate test. ndiyo uchunguzi wa mwisho. This is the test which is looking at the DNA genetic material Hiyo ndio uchunguzi ambayo inaenda kwa DNA genetic material of the virus. ya virusi. You know, the other tests look at the antibodies. Waona zile uchunguzi zingine zote zinazingatia antibodies, But this one is looking at the DNA material of the virus, whether it is still there in your blood. lakini hii inaangalia DNA material ya virus hiyo kama ingali iko katika damu yako. So what are we concluding from here? Kwa hivyo je, tunamalizaje kwa kutokea hapa? It means when the Lord Jesus Christ brings healing, Inamaanisha Yesu Kristo anapoleta uponyaji, He totally deletes the HIV virus from your blood. anafutilia mbali kabisa virusi vya ukimwi kutoka kwa damu yako. And that is why we are doing PCR. Na hiyo ndio sababu tunafanya And we are PCR. the first country on the earth to do PCR. Na ndio nchi ya kwanza katika dunia kufanya PCR. Because for other nations, Kwa sababu kwa mataifa mengine they know that once you have the virus, you have it for life. wanajua ukishapata virusi uko navyo maisha yako yote. But in Kenya, Lakini Kenya, because we know that the Lord is healing, kwa sababu tunajua kwamba Bwana anaponya, we do PCR tunafanya PCR to show that there is no more HIV virus. kuonyesha kwamba hakuna tena virusi vya ukimwi. What a miracle Ni muujiza mkuu we kiasi are seeing in gani Kenya. ambao tunaona Kenya. Thank you. Asante. Virus not detected. Hakuna virusi vinavyoonekana, Not detected. havionekani, Not detected. havionekani. Put them to them. So these are the medications
the Lord showed me in a dream Kwa hivyo haya ndiyo madawa ambayo Bwana alinionyesha katika ndoto, that they were handing over to me medications. ya kwamba walikuwa wakinipatia madawa. Dr. Catherine, Daktari Catherine. leave it there and go where you're supposed to be. Leave everything here. You need that? Or something else? I want to pray Ninataka niombe for those with HIV/AIDS kwa wale walio na virusi vya ukimwi right now. sasa hivi. Everybody stand up on your feet Kila mtu simama miguuni pako, and lift up your hands, precious people. kisha inua juu mikono yenu, watu wa dhamani. Mighty Father, Father, today you have cast HIV/AIDS, and Lord, now I send your Holy Spirit ahead of your people, that they will test negative for HIV, the virus, even the symptoms of AIDS, even tuberculosis. I have cast you, virus. You have disturbed the children of the Lord for a long time. But now the Lord has sent me to curse you in the name of Jesus. And so I have cursed you and cursed you again. I curse you with my sharp prophetic tongue in the mighty name of Jesus. So be it, and the Holy Spirit is healed. Wale walioponywa, It was beautiful here today. ilikuwa ya kupendeza sana hapa hivi leo, Beautiful. yapendeza. Everybody stand up on your feet. Kila mtu simama miguuni pako. The band is coming here. If you want to put something there, put it there. If not, leave it there. The band is coming here. Bandi inakuja hapa. Time is running out. Wakati waendelea kuyoyoma. The children of God have been healed. Wana wa Mungu wameponywa. Look at the cripple walking away. Somebody is recording. Angalia yule kiwete akitembea kwenda zake. I want us to walk a little bit with the cripple. Ningependa tutembee kitambo kidogo na kiwete huyu. And the cameras are on her. Nayo kamera zinamwangazia. Look at the cripple. So next time you watch Christian television, Kwa hivyo wakati ujao unapotazama runinga ya Kikristo, if you watch Christian TV ukitazama runinga ya Kikristo next time, wakati ujao, and they say cripple has walked, na wanasema kiwete ametembea, these are the marks of a cripple. hizi ndizo alama za kiwete. Thank you. Asante. The band is going to come here Bendi inakuja hapa to worship the Lord kumwabudu Bwana after the people have gone. baada ya watu kuenda. This is mighty. Hii ni kuu. Everybody stand up on your feet. Kila mtu simama miguuni pako. These are the last hours. Hizi ndizo masaa za mwisho mwisho. Saidia huyo nje huko. These are the last hours. Hizi ndizo masaa za mwisho mwisho. Weka viti chini Shemanzi, pali popote hapo weka chini. Poli popote hapo weka viti chini hapo, weka hapo chini popote hapo. Tosha kabisa. Asante sana kwa jina la Yesu. Somebody help them out so we may be able to move to the next level. Mtu wasaidie watoke nje ili tuende kiwango kinachofuata. Thank you Dr. Toromo. Asante sana Daktari Toromo. Thank you Dr. Catherine. Asante sana Daktari Catherine. Thank you Dr. Fasto. Thank you so much. Thank you so much. You have shocked the world. Asante sana, umeushangaza ulimwengu. Thank you my doctor, the clinical officer. Asante Pastor sana Rehab binti Brando. wangu. Thank you. Asante. Rehab Koiroy, eh? Yes, thank you. Thank you. Pole pole na hawa. Even the guests. Hata wageni, The Lord has cast HIV virus. Bwana amelaani virusi vya ukimwi. Some of these people healed. Baadhi ya watu walioponywa, You don't know how many times they came to the meeting of the Lord. hatujui ni mara ngapi walikuja kwa mkutano wa Bwana. You don't know how many times they came and went
came and went. Haujui ni mara ngapi walikuja na kuenda, wakaja na kuenda, Until the Lord healed them. hadi Bwana alipowaponya. Put my Bible down there by yourself. Make sure you go down by yourself.